Kama mifumo mingine inavyoendeshwa na sheria, kama mataifa yanavyoendeshwa na sheria, kama taasisi zinavyoendeshwa na sheria, mwili wa mwanadamu na wenyewe una sheria. Na pia kuna faida kubwa sana ya kuzijua hizi sheria na kuzitii na kuziheshimu. Tunapozitii hizi sheria za afya ambazo ziko ndani ya miili yetu, matokeo yake tunapata afya, matokeo yake tunapata amani ya ndani, na matokeo yake tunapata ustawi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mwili wa mwanadamu ni mfumo wa ajabu unaofanya kazi kwa kufuata kanuni na sheria na taratibu ambazo zipo ndani yake, kama vile ulimwengu unavyoendeshwa na sheria za asili, kama vile taasisi au serikali zinavyoendeshwa na sheria mbalimbali ili kufanya mifumo iwe imara, iweze kushikamana na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Ndivyo ilivyo mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu unafanya kazi kwa sheria, na kazi hizi sheria maana yake ni kuhakikisha viungo vyote, kuhakikisha seli zote zilizopo mwilini zinafanya kazi kwa pamoja na kushirikiana. Kwa hiyo sheria hizi ambazo ziko ndani ya mwili yetu, sheria hizi ambazo ziko ndani ya viungo vyetu, hazikuwekwa na mtu yoyote, hazikuwekwa na serikali yoyote, wala hazikuwekwa na taasisi yoyote. Sheria hizi ni sehemu ya uumbaji wetu na zinafanya kazi tangu tukiwa tumboni wa mama zetu. Kama ilivyo kanuni, kama ilivyo sheria ya uumbaji au utengenezaji wa kitu, mtu yoyote anayeunda kitu, mtu yoyote anayetengeneza kitu lazima aanzishe sheria na taratibu za kuweza kuendesha hicho kitu. Pia miili yetu ndani yake kuna sheria, ndani yake kuna kanuni, na hizi kanuni ziliwekwa ili ziwezeshe mwili ni namna gani ya kuweza kutunzwa na kuweza kuendeshwa na kuweza kulindwa. Kwa hiyo sheria zilizopo ndani ya miili yetu ni sheria ambazo zipo kwa ajili ya kutulinda dhidi ya magonjwa, ziko kwa ajili ya kutuimarisha, na ziko kwa ajili ya kutuwezesha tuweze kuishi katika hii dunia. Kwa hiyo tunasema afya njema mara nyingi ni matokeo ya kuziishi na kuzizingatia hizi sheria. Hapa ndipo inapokuja umuhimu kuzijua hizi sheria, kwa sababu ili jamii ifanikiwe, ili mtu afanikiwe, anahitaji kuwa na afya njema. Lakini ili uwe na afya njema lazima ufahamu sheria, lazima ufahamu kanuni ambazo zinaongoza hiyo afya. Kumbuka, afya njema ni matokeo, na matokeo yoyote lazima yawe na sababu. Tunapovunja hizi sheria, manake magonjwa ndiyo yanatokea na ubora wa maisha yetu unapungua. Kwa hiyo sheria hizi za afya ambazo ziko ndani ya miili yetu, kazi yetu ni kuboresha miili yetu, na kazi yake nyingine ni kutulinda dhidi ya magonjwa. Kwa hiyo tunapozifuata hizi sheria, manake afya zetu zinakuwa bora, na tunapovunja hizi sheria, manake tunahatarisha ubora wa maisha yetu. Kwa hiyo kazi kubwa ya daktari sio kutibu tu. Kazi kubwa pia ya daktari ni kuweza kuwafundisha wagonjwa hizi sheria ni namna gani zinavyofanya kazi, pia kuwapa ufahamu na kuwapa uelewa ambao utamsaidia mgonjwa au utamsaidia mtu yote kuweza kufanya maamuzi sahihi, namna ya kuzitii na namna ya kuzifuata hizi sheria. Sheria ni nini? Sheria ni kanuni isiyobadilika inayosababisha matokeo yanayotokana na kile kitu ambacho ulikifanya. Kwa hiyo kanuni yoyote ambayo iko ndani ya mwili lazima ilete matokeo, na matokeo ambayo yanaletwa na hizi kanuni za asili, yanaletwa na hizi sheria za asili, inafuatana na ni namna gani umeitii au ni namna gani umeivunja hiyo sheria. Kwa hiyo kuvunja sheria za mwili maanake zinakusababishia magonjwa na zinapunguza ubora wa maisha yako. Unapozitii kanuni za maisha, maanake zinaongeza ubora wa maisha yako, zinarefusha maisha yako, na pia zina uwezo kukuletea afya njema ndani ya mwili wako. Kwa hiyo mfano, ukikosa maji kwa muda mrefu, maanake mwili utaanza kupata upungufu wa maji. Kama tunavyojua, hii ni sheria, hii ni kanuni ambayo haitabadilika. Mwili wa mwanadamu unaendeshwa kwa asilimia kubwa sana na maji. Kwa hiyo mtu anapokosa maji kwa muda mrefu, maanake anapata upungufu wa maji. Pia ikitokea mtu anapokosa usingizi wa kutosha mara kwa mara, ubongo wake unapunguza uwezo wa kuweza kufanya kazi kwa ufanisi. Hii na yenyewe ni kanuni.
mtu lazima alale. Mtu lazima apate at least masaa 8 kwa siku, apumzike, alale, na anapolala maana ubongo wake unakuwa katika utaratibu wa kuweza kujirejesha upya. Kwa hiyo mtu ambaye anapata usingizi mdogo, mtu ambaye analala masaa machache, manake ni mtu ambaye anakuwa anavunja kanuni, anavunja sheria. Kwa hiyo hivyo anajiweka kwenye hatarishi wa kupata changamoto ambazo zinahusiana na akili, changamoto ambazo zinahusiana na usingizi. Kwa hiyo ikitokea mtu labda anafanya mazoezi mara kwa mara, manake mtu huyu anaongeza uwezekano wa moyo wake na misuli yake kufanya kazi kwa afya na kwa bora zaidi. Kwa hiyo kila sheria ambayo iko ndani ya mwili wa wanadamu inahitaji kufuata ili iweze kuleta matokeo bora. Na hizi sheria, kumbuka, sio maoni ya mtu. Hizi sheria ni matokeo yanayotokana na jinsi mwili unavyofanya kazi. Kwa hiyo hizi sheria zilishawekwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Kitu tunachokihitaji, kitu tunachokitaka ni kuweza kuzijua na kuweza kuzitii na kuweza kuishi kulingana nazo ili ziweze kutuletea matokeo bora ya afya ambayo tunayahitaji. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Siku ya leo tutaishia hapa. Kama huja-like, kama huja-follow page hii, unaweza uka-follow, unaweza uka-like, pia unaweza uka-comment. Asanteni sana kwa kunisikiliza.